Kama ni kweli Young Africans wako kwenye mazungumzo na Lokoton Drabe, halafu timu yao iko chini ya Romain Folz, maana yake ni kwamba Young Africans kumepungua uweledi, kwa sababu kwenye wakati ambao uko kwenye mashindano timu ikiwa chini ya mwalimu mwingine, lakini kumekuwa na story nyingi sana zinazomhusisha mwalimu aliyepo kuondoka, uongozi unakuja na kusema bado yuko safe, ataendelea kuwepo, lakini nyuma ya pazia wanaendelea na operations nyingine za kumhitaji kocha mwingine. Cha kwanza, hii ni riski kwa viongozi wenyewe, kwa sababu mwalimu anaweza kusema kwa hiyo ni uongo, wananiongopea mimi naendelea kuwepo, kumbe behind the scene wanaendelea na biashara nyingine. Anaweza kufanya sabotage na yoyote ile ambayo inaweza kupelekea Young Africans kuingia kwenye damage, kitu ambacho baadaye watakuja kukijutia. Lakini cha pili, wanamwandalia mazingira gani mwalimu pale ambapo atakuwa anatoa maelekezo kwa wachezaji? Wachezaji wanaweza hata wakawa wanampuuza, kwa sababu wanajua huyu mtu ni muda wote anaondoka, anakuja mwalimu mwingine. Kwa hiyo inaweza ikapelekea hata kukua kuna vitendo visivyokuwa vya kinidhamu ndani ya kikosi cha Young Africans, kutoka kwa wachezaji kwenda kwa mwalimu, lakini pia kwa benchi la ufundi lenyewe. Inaweza kufikia hatua wasaidizi wa Romain Folz wakaona hakuna haja ya kumsikiliza huyu, kwa sababu muda wote huyu mtu anafanya nini? Anaondoka. Ingekuwa ni kitu kizuri sana kama Young Africans kwa maana ya uongozi wangekuwa na operate behind the closed doors, hakuna mtu anayefahamu. Lakini kitendo cha kutafuta mtu wakati huo Romain Folz yupo, lakini hakuna taarifa rasmi za kwamba kocha tumemuondoa na anakuja kocha mwingine, hii inawachanganya kwanza mashabiki, kwa sababu viongozi wanasema huyu bado anaendelea kuwepo, baadaye zinakuja taarifa kwamba mwalimu anatafutwa mwingine. Tunashindwa kuelewa ni kipi wananchi au wadau wa soka wanapaswa kukizingatia. So mimi nadhani Young Africans ili kuendelea kujenga ile taswira nzuri ya klabu yao na taswira nzuri ya kiongozi wa juu wa hii klabu, wanapaswa kufanya vitu kwa weledi na uwazi. Hatumhitaji kocha Romain Folz aendelee kuwepo, wamuondoe, wabakie na Patrick Mabedi kama interim manager, interim coach. Baadaye atakuja mwingine, atatake over, ataendelea pale ambapo Patrick Madabi atakuwa ameishia. So Young Africans wanapaswa kuwa specific na precisely kwamba wao wanatakiwa kuonesha ni nini na nini kama Young Africans wanataka kukifanya, na waelezee kwa weledi kabisa kwamba huyu mwalimu hatumuhitaji, tunamhitaji mwalimu mwingine, na huyu ndiye ambaye tunamhitaji, huyu anaondoka. Sio huyu yupo anafanya kazi behind the doors, mnafanya kazi na mtu mwingine tena mnazungumza aje mtu mwingine kuchukua nafasi ya huyu aliyepo. Sio sawa sawa. Wawe wazi tu kwamba jamani, Romain Folz hatumuhitaji na tumeshamuondoa, then Patrick Mabedi aje achukue nafasi yake kama kocha wa muda. Atakapopatikana huyo kocha ambaye wanamuhitaji, aje achukue nafasi aendelee na timu. No, mimi unajua siku zote mimi nasimama pale pale, siwezi kuwa ndimi mbili. Mimi naamini Romain Folz anapaswa kuendelea kupewa muda. Ana kitu ambacho anaweza akakifanya, then Young Africans wakawa surprised, kumbe tulikuwa tunataka kumuondoa mwalimu sahihi. So far Romain Folz hana matokeo mabaya, na I am very confident anaivusha Young Africans kuendelea kwenye group stages. Kwa nini aondolewe? Romain Folz ni mtu ambaye anapaswa kupewa nafasi. Akishapewa hii nafasi atadeliver kile ambacho Yanga wanakihitaji. Young Africans inahitaji matokeo, bro. Wanachokihitaji Young Africans ni alama 3 na kushinda kwa idadi ya magoli yale yatakayokuwa yamepatikana. Kucheza mpira mzuri halafu usipate matokeo ina maana gani? Turudi nyuma kidogo kwenye ligi kuu ya England, Manchester United walicheza mechi nzuri sana dhidi ya Arsenal. Sana. Walicheza mpira mzuri sana lakini hawakupata matokeo. Nani anaizungumzia Manchester United vizuri leo? Lakini ingekuwa ni issue ya performance, walicheza vizuri sana dhidi ya Arsenal ambao hii leo wao wanaongoza ligi. Lakini what matters the most ni alama 3, sio possession, sio kupasiana, sio dribbling ya mchezaji mmoja mmoja. Kinachoangaliwa yale matokeo ya mwisho ya alama 3 yamepatikana. Kama yamepatikana haya matokeo, hiyo courage
ya kumfukuza mwalimu unaitoa wapi? Na utakuja kuongea nini kwenye umma kwamba tumemfukuza mwalimu kwa kosa gani? Sawa, coaches are hired to be fired, lakini kwenye matokeo mabaya Romain Folz hana matokeo mabaya. Waendelee kumpa muda huku wakiendelea na michakato yao ya kumtafuta mwalimu mwingine behind the doors. Watakapompata bila sisi kujua, waje wamtangaze, jamani huyu tumeachana naye, tumemrecruit huyu hapa. Lakini bado ndo mnaanza mazungumzo, stories zinaenda viral, nchi nzima inafahamu kwamba kuna hili na hili linaenda kutokea. Hawamtendei haki mwalimu Folz. Mashabiki hawapaswi kuwa na nafasi yoyote ile kwenye maamuzi ya taasisi yoyote ile. Yaani ukishakuwa ni mshabiki unatakiwa kusubiri kile ambacho taasisi itaamua. Young Africans ni timu ya wanachama, nakubaliana na hili jambo kwa 100%. Lakini haiwezekani kila mwanachama awe na sauti ndani ya club. Ndio maana kuna uongozi. Hawa viongozi ndio wanaopaswa kuamua, na si mashabiki waamue leo Young Africans yaajiliwe kocha huyu, kesho aajiliwe mchezaji yule, kesho kutwa tunamtaka kiongozi huyu. Haiwezi kuwa hivyo. Hata kwenye eneo la kuweka viongozi, wanasubiri baada ya miaka 4 ndio wanakuja kutafuta kiongozi mwingine. Sasa hawa viongozi waliowaamini wanapotimiza majukumu yao, wawape nafasi watimize majukumu yao vizuri. Sio leo huyu, kesho yule, kesho kutwa yule, tunamtaka huyu, hatumtaki huyu. Haiwezi kuwa taasisi imara ambayo inaendeshwa na kila mtu.